Na ninamwamini sana Bwana Yesu katika siku ya pili kutenda zaidi ya siku ya kwanza. Lakini namwamini Bwana Yesu kwa ajili ya siku ya pili, ndani ya uwepo wa Mungu ulioko mahali hapa, Mungu atakuwa anashughulikia hali yako kimya kimya. Ndani ya uwepo wa Mungu aliyokuwa nao Danieli, uliwafanya simba kimya kimya vinywa vyao vitulie, alafu Danieli awe salama. Lakini ndani ya nguvu ya Mungu kupitia Samson ilisababisha hata Wafilisti wakatambua utendaji wa nguvu za Mungu isivyo kawaida. So ndani ya uwepo wa Mungu, huwa Mungu anashughulikia mambo yetu kimya kimya. Yaani unatoka kupitia neno la Mungu umeponywa jumla jumla, kwa sababu tuko ndani ya uwepo wa Mungu. Na kwa kurejea kidogo jana, kwa msaada zaidi kwa ambao hawakuwepo, semina yetu ya siku hii 3 ina ujumbe mkuu unaosema, je, Mungu yuko kimya? Lakini kwenye mabano tunajikita kuangalia kwa umakini zaidi habari ya kumuelewa Mungu katikati ya changamoto. Na katika utangulizi wetu jana na sehemu ya kwanza ya siku ya kwanza ya jana, tuliangazia kwa sehemu tukirejea tafakari yetu kwenye kitabu cha Habakuki, na tuliangazia sura ya kwanza. Na waliokuwepo niisema katika siku hizi 3 kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa ajili yetu, tutangazia sura hizi 3 katika tafasiri ya siku 3 za semina hii. Leo Roho Mtakatifu atatufundisha zaidi kutokea kwenye ujumbe huu wa kumuelewa Mungu katikati ya changamoto, tukiangazia sura ya 2 ya kitabu cha Habakuki. Mtumishi wa Mungu naye nisikiliza, jana tuliangazia vipengele muhimu sana, ambapo tulikuja kupata funzo kwamba taarifa yoyote mbaya huwa inazalisha maombi mabaya. Lakini taarifa yoyote mbaya huwa inazalisha maombi mabaya. Na kutokea kwenye maombi mabaya ni maombi yasiyo na matokeo, kwa sababu shetani atatengeneza mazingira kwenye maisha yetu ya kuachilia vitu vibaya. Tukikosa kutulia kumuuliza Bwana lugha ya hivyo vitu vinavyokuja kwenye maisha yetu, tutamwendea Mungu katika namna ya kulaumu na lawama, na si katika namna ya ibada safi ya maombi. Na mwisho wa siku tutajikuta ni watu ambao tunamwendea Mungu mara kwa mara, lakini tunaomba kutokea katika malalamiko na si katika moyo wa ibada na ushirika. Ili Mungu alisaidie kanisa, lazima kwanza shughulikie hali ya moyo na mtazamo sahihi kuhusu maombi. Lakini ili shetani avuruge muamini mmoja mmoja, atahakikisha hata kama yuko ndani ya kanisa, amvuruge katika namna yake anavyohusiana na Mungu wake, kwa kuhusiana naye vibaya kutokea kwenye mtazamo usio sahihi wa mahusiano hayo. Ikiwa ni siku ya pili, nenda pamoja nami tuendelee kuyatafakari maneno ya Mungu na kujifunza sura ya 2 ya kitabu cha Habakuki, mstari wa kwanza kabisa. Jana tulihitimisha, ukisoma ile sura ya kwanza ya Habakuki, mistari ya mwisho, tumehitimisha, tumeona kwamba Habakuki amemwendea Mungu akijaribu kumweleza Mungu kwa habari ya mabaya yanayoendelea kwenye jamii yake, ambapo niliorodhesha nikasema Habakuki alikuwa anamwambia Mungu kwa habari ya uovu, kwa habari ya ukaidi, kwa habari ya dhulma, kwa habari ya ugomvi, kwa habari ya uvunjifu wa sheria uliokuwa unaendelea katikati ya watu wa Mungu. Lakini Mungu akamjibu kabisa, ila alimjibu katika lugha ambayo yeye hakuitarajia. Na jana nikaweka msisitizo nikasema, kuna wakati mwingine Mungu anatujibu, ila anatujibu tofauti na matarajio yetu. Alafu kwa kuwa ametujibu tofauti na matarajio yetu, tunadhani kama vile Mungu anatukomoa, tunadhania kama vile Mungu ametuacha. Tunaishia kuhitimisha kwamba Mungu anatuonea au Mungu anatuumiza. Kumbe katika majibu yake kuna mpango wake uliofichika. Sasa ukiendelea kuanzia sura ya 2 leo, Habakuki Mungu alivyomjibu tofauti na matarajio yake. Kwa sababu baada ya kulalamika, Mungu aliliinua taifa lingine ovu, linaitwa taifa la Wakaldayo. Lile taifa la Wakaldayo ni taifa ovu kuliko taifa la wana wa Mungu Israeli,
Alafu wale waovu wakaanza tena kuwatumikisha watu wa Mungu. Ili jambo likamchanganya sana nabii Habakuki, ambao nilikutazamisha kuonesha wakati mwingine unaomba na kadiri unavyoomba unashangaa ile jaribu linaongezeka kasi, au Mungu anajibu kwa namna usiotarajia. Usipokuwa na uhusiano vizuri na Mungu, ni rahisi sana kuhitimisha kwamba Mungu hana haja na mimi tena, Mungu ameniacha, Mungu hatokei. Lakini ninayo habari kwa ajili yako kukuambia Mungu hayuko kimya. Unahitaji kuielewa lugha yake wakati wa changamoto, ili unapopitia katika changamoto uelewe lugha ya Mungu. Ile changamoto ndani yake imeficha utukufu wa Bwana usioonekana kwa wakati huo. Habakuki akaendelea na maombi. Sura ya pili Habakuki inafunguliwa na maombi. Habakuki huyu anaomba. Twende pamoja hapa alafu tusome. Habakuki sura ya pili mstari wa kwanza inasomeka hivi. Yes, inasomeka: mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Unaposoma huu mstari na habari inayozungumzwa hapa, ukiutazama huu mstari kwa jicho la kujifunza zaidi, utakuja kugundua Habakuki alikuwa haombi, bali Habakuki alikuwa anawasilisha malalamiko. Habakuki alikuwa ametoka kwenye maombi safi, alafu ameanza maombi ya kulaumu. So anaposema nitamsemesha Bwana kwa habari ya kulalamika kwangu, haya ni malalamiko, sio maombi tena. Ndivyo ambavyo shetani anaweza akahamisha macho ya mtu akajikuta haombi tena, lakini anaishia kulaumu, anaishia kulalamika. Kumbe katika hiyo lugha ya kulalamika na kulaumu inazuilia mkono wa Mungu usinyoshwe kwenye maisha yake, kwa sababu hajaomba kutokea kwenye moyo safi. Habakuki kwenye habari hiyo anazungumzia kwa habari ya kulalamika kwake, sio maombi tena. Yani anajaribu kuonesha namna ambavyo Mungu ameritikia lile jambo alilomsii kwa namna asiyotarajia na asiyotaka. So anajaribu kuendelea kulalamika mbele za Mungu. Ukilisoma kwa haraka unaweza ukaona kama vile ushujaa wa Habakuki, lakini kiukweli Habakuki alikuwa anasimama katika zamu ya kumwomba Mungu katika namna ya kulalamika kutokea kwenye majibu ya Mungu ambayo hakufanya nini? Hakuyaelewa. Bado Mungu ni mwaminifu. Mungu hakunyamaza kimya. Mungu alitoa majibu tena kwa mara nyingine. Alivyorudi kujisimama katika zamu yake, na anasimama katika zamu yake kivipi? Yule si nabii wa Bwana. So anasimama katika zamu yake mpaka hakikishe kwamba taifa la Mungu wanakaa katika hali ya haki, wanatembea katika hali ya amani. Lakini anashangaa, amemwomba Mungu mara ya kwanza, Mungu amewainua watu waovu tena kuanza kufanya nini? Kuwatumikisha katika uovu. Kumbe ile taarifa na lugha ya Mungu imeficha kitu kikubwa ambacho Habakuki alikuwa hajakiona. So alivyomrudia Bwana katika zamu yake ya maombi, anasema nitasimama katika zamu yangu, nami nitamsikiliza Bwana, nitajiweka kumsikiliza Bwana kwa habari ya kulalamika kwangu. Mungu anaamua mjibu. Lakini mara hii ya pili Mungu anamjibu kwa njia nyingine, ambayo Mungu anamjibu kwa kumtazamisha upande wa yasiyoonekana. Kumbuka, udhalimu, ugomvi, uvunjifu wa amani, haya ni mambo yanayoendelea kwenye mazingira yake. Kama ambavyo kwenye mazingira yako kuna hali ngumu ya uchumi, kwenye mazingira yako kuna magonjwa, kwenye mazingira yako kuna kuumizwa, ni mambo yanayofanya nini? Yanayoonekana. Mungu akajua nabii wangu Habakuki ameathiriwa na mambo yanayoendelea, yanayoonekana. Mungu akaamua mjibu kwa kufunua upande wa pili, ambao Mungu akamfunulia njozi. Njozi hii ilikuwa imebeba neno la Mungu, ambalo neno hilo ni tafasiri ya mambo yanayoendelea huku katika jamii.
Ukisoma mstari wa pili, Habakuki 2 mstari wa 2 na wa 3, ninasoma. Anasema Bwana akajibu, Bwana akanijibu. Huyo ni Habakuki. Akasema, iandike njozi, ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. 3, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo, ijapokawia ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Hiyo ni Habakuki 2:2-3. Mungu anaamua kuhamisha macho ya Habakuki kutoka kwenye mambo yanayoendelea kwenye jamii yake na kumuonesha njozi, ambayo njozi ni uhalisia wa upande wa Mungu anavyoyatafasiri yanayoendelea. Ile upande wa njozi. So kile alichokuwa anakiona Habakuki kiasi cha kumpelekea kuwa mtu mwenye laumu, kuwa mtu mwenye kumuona Mungu kama vile amekaa kimya, kumuona Mungu kama vile amemsahau, ni mambo yaliyokuwa yanaendelea katika namna ya kuonekana. Ndivyo hata wana wa Mungu wengi, mambo yanayoonekana yanayoendelea yamewatia hofu, kuhamisha imani zao kwa Mungu. Mambo yanayoendelea kwenye maisha yamewajengea hofu, kupoteza ujasiri wa mwanzo kwenye habari ya imani. Leo hii neno la Bwana linakujia kukumbusha kwamba yako mambo mengi yanayoendelea kwa sababu tuko duniani na yatazidi kuendelea, lakini ya kupasa ukite na kuweka macho yako kwenye njozi, kwenye neno la Bwana kwa habari ya yale yasiyoonekana. Kumwelewa Mungu wakati wote. Kila unachokiona kinaendelea kwenye mazingira yako hakina upande tu wa hayo yanayoonekana, kuna upande usioonekana, na ndio tafasiri ya kiroho. Uhalisia wa jambo unaolipitia, tafasiri yake sahihi iko rohoni. Changamoto unayoipitia, tafasiri yake sahihi, chanzo chake na asili yake ni rohoni. Ukiyatafasiri mambo kwa jinsi unavyoyaona bila kurudi kwenye neno la Mungu na kujua Mungu anazungumza nini kwa habari hii, shetani ni rahisi sana akakudhorofisha. Sasa Mungu anataka atuimarishe kwa kiwango ambacho yanayoendelea, kabla hatujayaitikia, tujifunze kuyaitikia kwa namna ya roho, kwa kutaka kupokea neno la Bwana linalozungumza hali hiyo, kwa kutaka kujua lugha ya Bwana kupitia neno lake la wakati. Habakuki akahamishwa. Mungu anaanza kushughulika na mtazamo wa Habakuki. Anaanza kushughulika na namna Habakuki alivyokuwa anatazama yanayoendelea. So Mungu anajaribu kumuonesha kwamba yale aliyokuwa akiyaona Habakuki kiasi cha kumpelekea kuwa mtu mwenye laumu, ilikuwa ni upande mmoja wa mambo yanayoendelea. Kwa kuwa Habakuki aliwekeza muda mwingi kwenye mambo yanayoendelea, ndo maana yalimjaza hofu, huzuni na mzigo. Kuna mambo mengi yamekutia hofu, ni kwa sababu bado haujatazama kujua ahadi ya Bwana inasemaje kwenye ile unalolipitia. Ndio maana ujasiri wako unatoweka. Siku ukijua Mungu anazungumza nini kwenye hicho unachokipitia, na kuambia hata kama hujapata suluhisho hapo, utaanza kutembea katika imani na kumwamini Bwana kukutokea. Na huko ndo kukua kiroho. Kukua kiroho ni kufikia katika kiwango cha kumwamini Bwana katika hali zote. Yaani unamuona Mungu kwenye kila jambo, unamuelewa Mungu kwenye kila jambo kwamba yupo. Mungu lazima hawe harisi kutokea kwa namna unavyoyatafasiri mazingira, unavyotafasiri changamoto unazopitia. Tayari Mungu kuna lugha yake, tayari Mungu lipo neno lake. Unachopaswa kujua, fundisho muhimu kwenye habari hizi tunapoendelea, unapaswa kujua kwamba kuna pande mbili kwenye kila unachokiona. Kuna upande yanayoendelea kwenye mazingira, na kuna upande wa Mungu anavyoyatafasiri hayo yanayoendelea kwenye mazingira. Sasa usije ukadanganyika, ukanaswa kwenye yale yanayoendelea, alafu ukapuuzia kumuuliza na kujua lugha ya Mungu kwenye yale yasiyoonekana. Kwa sababu yasiyoonekana ndio yatakupa lugha sahihi.
lugha sahihi kabisa. Ukigeukia tu upande wa njozi, kwa sababu njozi inasimamia tafasiri ya lile neno la Bwana ambalo Mungu alimjibu Habakuki, kwa sababu njozi ni katika namna ya roho, ni picha ya rohoni. Lakini anamjibu akimpa tafasiri ya yale yanayofanya nini? Yanayoendelea. Sasa ukigeukia upande wa njozi, ndipo utakapogundua kwamba kitu ambacho kiko kinyume kabisa na yale yanayoendelea, kwa sababu Mungu atakupa lugha yake humo. Na hii ikupe kujua kwamba kila jambo unaoliona, usiache kujiuliza swali hili: Mungu anasema nini kuhusu hali hii? Unaumwa? Mungu anasema nini kuhusu ugonjwa huo? Biashara yendi, Mungu anasema nini kwa habari ya kuporomoka kwa uchumi wangu? Kabla hujaanza kulaumu, kabla hujaanza kutafuta mchawi, huko ndo kukua kiroho. Kabla hujaacha kuja ibadani, ni nini Mungu anachosema kwa habari ya haya mazingira? Hiyo itakuweka katika msingi wa imani thabiti, kuto kuteleleka wakati wote. Waamini wengi wanarudi nyuma kwa sababu hawataki kumuuliza Mungu wanapopitia changamoto mbalimbali. Wanaishia tu kuhitimisha, Mungu itakuwa anisikii, Mungu ameniacha, Mungu anitokei. Mungu yuko kazini wakati wote. So Mungu hayuko kimya. Unahitaji kuielewa lugha yake. Na wakati mwingine badala ya kupoteza muda mwingi kuyatafasiri na kuyangalia yanayoendelea, ambayo kimsingi kwako, kwa sababu wewe ni mwanadamu na yako hapa duniani, ni makubwa na yanatia hofu, ni mara 100 au ni mara zote, utumie muda mwingi kuitafuta ahadi ya Bwana na neno la Mungu linazungumza nini kwenye hilo unaolipitia. Kwa sababu kwa kadiri unavyoangalia unayoyapitia ni makubwa, yataishia tu kudhorofisha na kuumiza. Wote waliopitia changamoto wakavuka na kuendelea mbele ni matokeo ya kumruhusu Mungu kuwa mfariji wao, Mungu kuwatia moyo, Mungu kuwavusha. Usikubali kujipambania, Mungu ameliachilia neno lake. Kubali Bwana akupambanie kupitia neno lake. Lakini unachopaswa kujua kwamba Mungu anaweza akazungumza na wewe, anaweza akaifunua hiyo njozi kwa maana ya neno lake la wakati. Anaweza akazungumza na wewe kupitia neno kabisa, neno la Mungu kwa maana ya maandiko ya Biblia. Anaweza kuzungumza na wewe, unaweza ukawa umekaa hapo akazungumza na wewe andiko binafsi. Mimi naendelea kuhubiri lakini Mungu akawa anakusemesha kitu binafsi. Kumbe ndo anazungumza na wewe. Kwa mfano, kuna mtu mmoja alikuwa anamhudumia asubuhi, akawa anasema jana wakati inafunguliwa ibada, alafu aliyekuwa anafungua ibada alikuwa anaelezea habari za Isaya 53 kwamba alichukua masikitiko yetu. Moja kwa moja akasikia lile neno analibinafsisha mwenyewe, linajirudia, alichukua masikitiko yetu. Alafu ghafla akaanza kupata imani kwamba anachukua masikitiko ya maumivu yangu, masikitiko ya ugonjwa wangu. Hilo ni neno la Bwana, lakini limekuja kibinafsi. Lakini Mungu anaweza akazungumza na wewe kabisa kwa njia tofauti, na wakati mwingine kwa maongozo ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakujengea wazo. Kuna changamoto ulikuwa umepitia, alafu linakuja wazo ambalo linatoa suluhisho la kutatua hali yako unayoipitia. So unabidi uitikie hilo wazo, maana ni kama njozi kwako, ni neno la wakati, na uliamini, umtii Bwana katika hilo, ndipo uone Mungu anavyokuvusha. Sasa watu wengi sana Mungu anazungumza nao, lakini pia Mungu anaweza akazungumza na wewe kupitia neno la wakati, neno la kinabii la wakati kabisa. Kwa mfano, nikawa naendelea hapa, nimefika kwenye maombi, Roho Mtakatifu akaniongoza niombe na mtu fulani, labda wa aina fulani. Kumbe napoomba na wewe ni neno lako la wakati kwa habari ya teso lako. So ni Mungu amezungumza na wewe. Ile hali uliyokuwa unaipitia kwa namna ya mazingira, Mungu ameitikia kwa kujibu kwa neno lake la wakati.
Ila usipoielewa lugha ya Mungu, naweza nikataja mtu wa aina fulani na sukuma kuomba naye. Usipoelewa, kwa sababu ile lugha ya mazingira imeshakuchanganya. Kwanza nimeteseka muda mrefu, nimeombewa sana. Unaliacha hilo neno kwa sababu lugha ya mazingira inachukua nafasi kubwa kutia hofu ndani ya maisha ya wanadamu. Inachukua nafasi kubwa kutia hofu. Inachukua nafasi kubwa kutia hofu. Nilivyokuwa diploma, mwaka wangu wa mwisho, nikutana na kitu kimoja. Mwaka wangu wa mwisho, wakati namaliza diploma, somo moja ilinibidi nilirudie. Yani kwa maana nipata SAP somo moja. Sasa nilivyopata SAP lile somo, nikisema SAP kwa maana nimekosa max, inabidi nilirudie. Sio, unanielewa? Nilivyopata SAP lile somo, na mpango wangu ilikuwa ninaunga degree mwaka huo huo. So nilivyopata ile SAP, kwa sababu ya kujua kwamba hata kwenye changamoto Mungu bado yupo, nikaingia kwenye maombi. Nilipoingia kwenye maombi, Roho Mtakatifu akaniambia jambo moja. Akasema, kama mpango wako ulivyokuwa, unaunga mwaka huu. Sasa nikaanza kuangalia mazingira. Kiukweli, ukipata SAP hauwezi ukaunga mwaka huo huo, kwa sababu hadi unakuja kurudia lile somo unalichomoa, max zinaingizwa, unatuma matokeo, wewe ushachelewa, unabidi usubirie mwakani. Lakini mimi nikienda kwenye chumba cha maombi kuomba, ananiambia hiyo SAP utakria na unaunga mwaka huo. Kiukweli ilinipa shida, lakini nikaendelea kuomba. Nilivyoendelea kuomba, nikapata ujasiri, nikaendelea kujiandaa na hiyo SAP. Jambo la kwanza la ajabu, mimi nilikuwa nimepata SAP moja. Kuna rafiki yangu moja, ni binti ambaye nilikuwa na mentor na mlea kiroho pale, alikuwa amepata SAP 5. Yani inabidi arudie masomo 5. Kiukweli, kama hauna roho wa Mungu juu yako, unaweza ukasema hapa tusitiane moyo. Yani hapa kuchomoka, labda Mungu ashuke mwenyewe. Kwa sababu kuchomoa anaweza akachomoa, lakini kuunga degree GPA itakuwa chini sana. Lakini Roho Mtakatifu akanikamata, akaniambia, Mwemezi, wewe ili kupata SAP nilitaka uwe sababu ya kumfariji huyu. Aya, sasa mzazi ukimwambia lugha hii atakuelewa. Kwa maana Bwana amekuambia umepata SAP, utie watu moyo. Unaona lugha ilivyo ngumu hiyo? Mimi wala sikutetereka. So nilikuwa ninaomba na kusoma na yule mtoto. Nasoma naye, namtia moyo. Tumeenda zimefika muda umekaribiwa kufanya ile mitihani. Yule mtoto akawa anakata tamaa, akasema, kaka, yani hapa hata nikifaulu yote sifikishi GPA. Unaonaje bora niviachane nayo? Nikasema, wewe bado una nafasi ya pili, unataka kugaili? Hapana, fanya. Yani kama ni kushindwa, basi ushindwe point ya nini? Ya mwisho. Yani fanya mpaka utakapokosa nafasi nyingine tena ya kujaribu. Nikaomba, ninasoma naye, naomba. Mimi nikafanya ya kwangu, tena ya kwangu ilikuwa mapema. Nikaimaliza. Muujiza wa kwanza, wakati tunaendelea kujiandaa, mfumo wa chuo, ratiba zikabadilika. Mitihani hiyo ya SAP ikafanyika mapema kwa mwaka wa mwisho. Tukafanya mapema ili watuwezeshe kuunga, tofauti na miaka mingine. Huo ni muujiza wa kwanza ambao nikiusimulia watu wanasema, we Mungu wako mbona ni hatari sana. Nasema ni yule yule, ila tumetofautiana kuelewa lugha yake. Ni yule yule hata kwako. Yani hakuna Mungu mkubwa wa fulani. Ukubwa unatokea unamuelewa au unamfahamu kiwango gani. So usije ukatikisika wala kutishika. Mungu ni yule yule, unayemwamini na kumkiri. So ilivyobadilika ratiba, tayari mimi nikaongeza kuconfirm kwamba ninaunga mwaka huu. Sasa hii moja lazima nichomoe tu. Nikamtia moyo yule binti, na yeye akafanya mitihani yake yote. Ilivyofika kwenye kwa private, mimi sikuwa na mambo mengi. Nilivyoenda kuomba, Roho Mtakatifu akaniambia, usihangaike kubeti. Unaomba chuo hiki, unajaribu na kile, unajaribu na mimi. Akaniambia, wewe unaenda Mbeya Mosti, apply chuo kimoja. Tena niliapply chuo kimoja dirisha la 3, yani la mwisho.
chuo hicho nikapata. Bila kuchuja wala nini, nikapata na mkopo wangu nikapata. Yule binti matokeo yalivyotoka, mitihani yote ameclear. Yani sapu zote amefanya nini? Amefuta. Alafu wewe muache Mungu bwana. Tunahitaji tu kuelewa lugha yake. Alafu GPA yake ilikuwa inasoma 2.9. ambao kiukweli haweza akaunga bachelor. Kwa sababu ili unge inaanzia 3.0 kwa kipindi hicho, sijui sasa. Akasema kaka, ndo nilikwambia kaka. Nikasema kwanza wewe mshukuru Mungu. Yaani umechomoa 5. Nikasema hapana. Wewe hujajifunza kwamba ile 9 ukikaribisha hapa inakuwa 3. Hesabu zote tulizosoma, tuma matokeo yako kule kwenye mfumo, utalazimisha kuisogeza. Kama utani, kama ninavyokuambia hivi. Sasa katuma matokeo yake kwenye wizara NACTE kule. Mfumo lazima u approximate, inasoma 3, ikasoma 3. Na ninapoongea yeye amemaliza degree yake mwaka jana, mimi bado nasoma 4. Yeye amesoma DIT miaka 3. Sasa hata tukisema kwamba sasa mimi na yeye nani ameshanitangulia kwenye eneo la fani. Tayari yeye yuko kazini sasa hivi, ana technician anafanya na nini. Mimi bado niko napiga kitabu. Nilionekana na ila kusudi limenipeleka Mbeya miaka 4. Lugha ya Mungu. Aya sasa, ningechukua hiyo sapu moja nikaanza kumlaumu Mungu. Yaani Mungu, nimekutumikia miaka yote 3. Mwaka wa mwisho Mungu utaki niunge, kweli unaniferisha. Mungu hajakuferisha, hujaelewa lugha yake. Wala Mungu hajakuacha, hujaelewa tu lugha yake. Mungu yuko kazini. So Mungu akaanza kushughulikia mtazamo wa Habakuki kwa kumuonesha njozi ya lugha ya Mungu juu ya yale yanayoendelea. Alafu lugha ya Mungu kwenye njozi ilikuwa ina vitu kama hivi. Yaani alivyomjibu, kabla sijakupa tafasiri ya njozi kilichokuwa kimebeba kwenye njozi, niweke tahadhari kidogo. Njozi haimaanishi kupuuzia au kutokujali yanayoendelea, bali kutambua mambo makubwa yaliyo kwenye mpango wa Mungu kuliko yanayoendelea. Yaani naposema kutazama upande wa Mungu anavyoyazungumzia yanayoendelea, haimaanishi yanayoendelea hayana maana. So unaposhughulikia yanayoendelea, usiape nguvu kwa kupuuzia neno la Mungu linasemaje kuhusu hayo yanayoendelea. So usije ukadanganyika hapa. Naona nimeweka tahadhari. Yanayoendelea hayapaswi kuchukua asilimia kubwa ya namna tunavyoyatafasiri na kuupa uzito na nguvu kuliko neno la Mungu linavyozungumza kuhusu hayo. Hivyo hatuyapuuzi, lakini hatuyainui kwa kiwango cha kuwa mwongozo wa maisha yetu na dira yetu. Hapana. Kama ni dhiki ni ya kitambo, tutapita. Kama ni changamoto ni ya kitambo, tutapita. Tunachokihitaji hiyo changamoto inapokuja na tunapoipita, tumeelewa lugha ya Mungu ili tupite salama, tukapokea utukufu wetu ambao ni udhihirisho baada ya kushinda. Kwa sababu Mungu, moja ya furaha ya Mungu ni mwanae ashinde wakati wote. Ashinde kwenye kila jambo. Anapopitia ili ashinde, apite salama. Anapitia ili kujaribiwa, ashinde, apite salama. Ni mwanafunzi alikuwa chuoni, apite kwenye maisha ya chuo na changamoto na vishawishi, ashinde, apite salama. Anavuka anaingia kwenye ndoa, changamoto za ndoa zimo na nini, ashinde, amalize salama. Na ndio maana Paulo mwishoni anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza. Haleluya. So huo ujasiri utokei mahali. Zilikuwa zinakuja changamoto za kuingizwa gerezani, anapita, anaielewa lugha ya Mungu, anapita salama. Zinakuja changamoto za kutaka kumuua, wanampiga, yani anapigwa, wanadhania wamemmaliza, wamemfukia kabisa. Alafu wanamkuta mtaa wa pili, amepita salama. Na wewe upite salama. Kwenye kila changamoto upite salama, ili Bwana atukuzwe kwa sababu umekuwa hodari. Sio unakuta mtu yani yeye kila changamoto inayokuja yani anashindwa tu. Nimeshindwa tena. Nimeanguka tena. Wewe utaanguka mara ngapi? Kwa sababu Mungu anajivunia ushindi wako. Na ili Mungu akuthibitishe, ndio maana anaruhusu mazingira kama hayo na anakupa neno lake. Ili mwanangu, itazame neno langu basi likuvushe. Lakini na wewe unamwangusha kila inapokuja, unaangalia unachopitia, neno unaliweka pembeni, unaanguka tena, unarudi. Unaporudi anakuimarisha
tena changamoto inakuja, unaliweka neno pembeni, unaanguka tena. Haipaswi kuwa hivyo. Bwana aliyekuokoa kuimarishe, Bwana aliyekuokoa kuhifadhi, Bwana aliyekuokoa akupe kushinda changamoto yoyote unayopitia. Iwe ni changamoto ya ujana, ushinde katika jina la Yesu. Iwe ni changamoto ya kifamilia, ushinde katika jina la Yesu. Iwe ni changamoto za kibiashara, ushinde kwa jina la Yesu. Iwe ni changamoto kwenye eneo lako la kazi, ushinde kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Nikiwa kwenye field yangu ya mwaka wa pili, nienda kufanya kampuni moja, walikuwa ni wakandarasi. Sasa ile kampuni ina hela chafu. Nikisema hela chafu, yani yule bwana na miradi mingi. Alafu sasa mimi na upasta wangu, yani upasta ni upasta tu. Yani kama wewe ni mtumishi, hata ukijificha kwenye kona wataona hata kama umejificha. So bwana, nilivyoenda kule najitahidi, najituma, lakini nimekaa kichungaji. Si kwamba nawahubiria sana, lakini ule ukarimu, ule uaminifu na nini. Mwishoni wakanipandia, wakasema sasa we engineer mchungaji, utaweza hii miradi ya engineering? Maana sisi miradi tunapeana ba. Sisi tunakutana ba, tunapeana miradi. Utaweza weli? Nikaingia kwenye kitimo, nikawekwa katikati. Akasema sijui kama utaweza mchungaji. Na ulivyokaa namna unavyo. Sisi miradi tunakutana sehemu, unapewa cha juu na nini. Wakaanza kunichallenge, yani kunidhorofisha. Nikawasikiliza, alafu namsikiliza Roho Mtakatifu ananipa hekima gani. Nikasema maengineer wala msijali. Mimi hadi nimesoma engineering. Miradi ni mingi sana. Mimi yawezekana Mungu ameniita kusimamia ujenzi wa makanisa Tanzania. Unajuaje? So ile iliwapa challenge, wakasema umewaza mbali dogo. Nikasema sijawaza mbali, usiwahi kusema kwamba sitaweza. Au unaonaje kama mimi ndo nimekuja kama mkombozi wa kuwasaidia ninyi ambao mnapokea vya juu, ili mimi niwe mwaminifu, niwe mfano. Nikasema lolote linawezekana. So msini challenge kwamba kwa kuwa namtumikia Mungu na miradi yenu mnapokea huko na nini, kwamba sitaweza. Nitaweza. So Mungu akanipa hiyo hekima. Nikasema mimi yawezekana nimeitwa kujenga makanisa. So msipate shida. Miradi yenu mtaendelea na wizi wenu, lakini mimi sipo. Lazima ujue kujitofautisha kwa kurejea tafasiri yako halisi kwenye neno. Sio kila kinachokuinukia na wewe unafanya nini? Unakisujudia. Mazingira yalikuwa magumu, nilikuwa sina namna. Uliuliza kujua tafasiri ya upande wa pili. Usiwahi kusema hamna namna. Namna ipo, na namna ya pili ni hii upande wa rohoni. Upande wa rohoni bwana. Usije ukadanganyika. Lazima ujue tafasiri ya mambo. Mimi nilivyomaliza diploma, nilipata shida sana, na Mungu aliyenisaidia ni ile kujua lugha ya Mungu. Kwa sababu nilipata shida sana, wazazi na walionizunguka walikuwa wananipush sana. Usiendelee na degree, na huu utumishi wako kuna hatari ya kutokumaliza. So wasiwasi ya wazazi na ndugu wengi. Yani hata mama yangu mzazi aliniuliza swali moja, akasema hiyo degree unaenda kusoma miaka mingapi? Nikasema 4. Alisema Mungu wangu, Mungu akusaidie sana. Sio kwamba anisaidie sana kwamba anahofia sitafaulu, ila anahofia utumishi kweli atasoma. Kwa neema ya Mungu niko mwaka wa 4, namaliza mwezi wa 7. Na nilipofikia kama isivyo Bwana, shetani hata akija na miguu miwili, Mungu kazi aliyoianzisha ataitimiliza tu. Yes, ataitimiliza. Kwa sababu mikiki ipo tena ya kutosha. Mwaka wa 3 ambao unakuwa na mambo mengi sana, hasa kwa kozi zetu. Nilikuwa mwenyekiti wa mkoa, nilikuwa mwenyekiti wa tawi, mwinjilisti kanisani, lakini mchungaji naye chunga kanisa moja ambalo alianzisha missionary akaondoka. So mimi ndo mwangalizi pale kwa muda. Hapa Mbeya, sizungumzi mambo ya Ulaya. Mimi ni mwenyekiti wa idara ya vijana kwenye taasisi moja ya kiinjili inaitwa GFI. Hapa Tanzania. Majukumu yote nafanya. Hapo sijafundisha seminar online, na hapo sijakutana na mtu mmoja mentorship. Hapo sijamuombea mtu. Hapo sijashika daftari kusoma. Hapo sijafanya assignment. Usipoelewa lugha ya Mungu, unaweza ukajiondoa kwenye kusudi, alafu ukajipa imani kwamba ni magumu. Elewa lugha ya Mungu kabla hujasema ni magumu.
Elewa lugha ya Mungu. Watu wengi sana wameacha makusudi yao kwa sababu ya hofu ya kimazingira. Sio Mungu amesema, ni hofu. Na watu wengine wameshindwa kuyaacha mazingira ambayo Mungu hataki waendelee nayo kwa sababu ya hofu ya maisha. Hivi itakuwaje? Nikiwacha ule mradi itakuwaje? Nisipoipokea ile hela watoto watakulaje? Lakini ni hela ambayo inamuondoa kwenye mapenzi ya Mungu. Hapo ndo penye mtego. Penye mtego mkubwa. Kuelewa lugha ya Mungu inasaidia. Nienda kanisa moja yakataka kunitokea aliyomtokea Yesu alivyoenda Yerusalemu, wakataka kumfanya kuwa mfalme. Nienda vizuri, nimehudumu siku kadhaa. Sasa nimehudumu, habari zangu ile kanisa ikawa zikavuma sana. So alivyokuja mchungaji akasema sasa, kwa sababu ilikuwa ni muda na hudumu pale na ilikuwa ni kipindi cha field. Akasema sasa nitamweka wakfu huyu mtumishi wa Mungu ambaye amewahudumia kwa neno, angalau awe mchungaji wenu kwa muda. Nitamweka wakfu. Naelewa hiyo sentence? Sasa nilivyosikia ile sentence nikashtuka. Kwa sababu mimi niko field na nasali pale, so nalihudumu neno na nini kutia moyo. Akuishia hapa, akasema mtumishi wa Mungu, nimeshawasiliana na askofu, tutakuja Jumapili ijayo tufanye hilo zoezi. Tufanye nini? Tukuweka wakfu. Nikasema mbona mambo yanaenda kasi sana? Yaani ni usiku kumesha kucha, yaani unakuwa mchungaji hivi. Shida sio kuogopa kuwa mchungaji. Shida ni kwamba unakuwa mchungaji kwenye wakati ulioamriwa au unakuwa mchungaji kwa sababu ya shinikizo la mazingira. Nikaingia magotini. Nilivyoomba, ninaomba naitafuta lugha ya Mungu kwenye kilichoendelea. Wala sikumpinga mchungaji kusema mimi hapana. Kabla hujaanza kujikwaa kwenye kunena, rudi magotini. Haya yanayoendelea yanamaanisha nini? Sije kawa huyu amekuja kunitibua tu ili na mimi nijikwae kwenye kuongea. Kabla hujajikwaa, rudi chumbani. Waamini wengi wanajikwaa sana kwa sababu kila yanayokuja nje wanaitikia hapo. Haupaswi kuwa hivyo. Wewe ni mtu wa rohoni. Kabla ya kuitikia, ruhusu Roho Mtakatifu akupe cha kusema. La sivyo utajikwaa sana. Watu wengine wanakuja kwa ile kukutega tu, alafu wasikie unasemaje. Mwishoni nguvu yako inadhoofishwa. So nilivyoomba, Roho Mtakatifu akaniambia, kwa sababu mchungaji ana shida, yawezekana kweli amependa huduma yangu na nini, lakini swala kuniweka wakfu tena na askofu, hayo mafuta mbona makubwa, ni haraka sana. So nilivyoomba, Roho Mtakatifu alinipa hekima nyepesi iliyomaliza kila kitu. Akaniambia chukua karatasi, na nakumbuka kabla nilianza kwenye karatasi alafu nikatype kabisa. Akasema andika historia yako toka umeokoka hadi umefika hapo. Ukionyesha umepita kwenye mikono ya nani, baba yako wa kiroho ni nani, umekujaje hadi umefika hapo. Alafu mwishoni mwambie mchungaji, mimi niko tayari, ila kama utakuwa tayari kuwasiliana na baba yangu wa kiroho huyu na huyu, maelekezo atakayokupa mimi nafuata hayo. Nikachukua barua yangu nikampa. Hadi leo hii haijawahi kujibiwa. Sikutukana, nimeelezea safari ya maisha yangu ya kiroho na nina walezi wangu wa kiroho. Sasa kuniweka wakfu bila mlezi wangu kujua, hiyo kikanuni sio sawa. So kama ni Bwana, naomba nisipakwe mafuta ya kwenye chupa, tupakwe ya kwenye pembe. Shaelewa? Astaki ya Sauli ya mapenzi ya wanadamu. Nataka ya Mungu. Nimemwona mtumishi wangu Daudi anayependezwa na moyo wangu. Watu wengi wamepakwa mafuta ya kwenye chupa, ni mapenzi ya wanadamu. Ndio maana unateseka sana kwenye nafasi hiyo, inakuhangaisha. Itakutoa jasho. Bora utafute utambulisho wa Mungu. Kwa sababu gani? Mungu hajafanya nini? Hajahusika. Lolote Mungu ambalo hajahusika ndani yake hawezi akalifuatilia. So utahangaika, utatumia nguvu nyingi, utatumia akili nyingi, utaanza kuomba kwa maraumu, Bwana umeniacha. Amekuacha saa ngapi? Mungu yuko kazini. Soma Yohana 5:17. Ngoja tusome andiko kidogo hapa.
wakati naendelea, kwa sababu napata hekima ya Roho Mtakatifu. Kuna mtu mmoja ambaye Bwana amemkusudia amvushe. Nikupe hekima. Yesu yuko kazini, watumishi wa Mungu. Tunachokihitaji ni kuielewa nini? Lugha yake tu. Sasa Yohana 5:17, neno la Mungu linasema hivi. Ukianza juu, ni Wayahudi walikuwa wanajaribu kutafuta sababu za kumuuzi Yesu, kwa sababu ya yale aliyokuwa ameyatenda siku ya nini? Ya Sabato. Lakini uitikio wa Yesu, kwa sababu ngoja nianzie mstari wa 14 alafu tuende hadi 17. Yohana 5:14 hadi 17 ni kitu ambacho nataka nikiingizie, kwa sababu Roho Mtakatifu ananipa msukumo huu, alafu tutaendelea. Inasema hivi: baada ya hayo akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima. Kuna mtu alikuwa amemponya. Usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lililo baya zaidi. 15. Yule mtu akaenda zake, akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Tatizo lilianza kwenye kupasha habari. Alivyopasha habari, Wayahudi wakatafuta njia za kufanya nini? Kumdhuru, kumuudhi, kumgusa, kumtenda vibaya. Mstari wa 16. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamuudhi Yesu, kwa kuwa alitenda hayo siku ya nini? Ya Sabato. Mnajua migogoro ya Yesu na Mafarisayo. 17. Sasa Yesu anaitikia, anajibu hivi, anasema, akajibu, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi vivyo hivyo. So Baba yangu anatenda kazi hata sasa, na Yesu mwenyewe anasema na mimi ninatenda kazi. So Yesu yumo kazini, yuko kazini hadi sasa, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya tatizo lako, anatenda kazi. So wale watu wanajaribu kumzuia, wanajaribu kumuoji, anawaonyesha kwamba ninyi mnateseka bure, mimi niko kazini. Baba yangu anatenda kazi na mimi natenda kazi. Ndivyo Mungu anavyotenda kazi, na ndivyo Mungu anavyojishughulisha na maisha yetu siku hadi siku. Na kwa taarifa yako, Mungu anajishughulisha na maisha yetu sana kuliko unavyodhania. Na kwa bahati mbaya nikufungue macho leo, Mungu anajishughulisha na mambo yako kuliko unavyojishughulisha na mambo yake. Mungu anajishughulisha na maisha yako kuliko unavyoshughulika na mambo yake ya ufalme. Nikupe hiyo changamoto. Kama umejitahidi sana, yani hata kama unaona unafanya, yani hujamfikia Mungu kwa asilimia anazofanya kwako, sema kuna lugha ufanyi nini? Hauielewi. Kuna aina ya vita unapambaniwa bila wewe kujua. Kuna mahali unavushwa kwa siri bila wewe kutambua. Utakuja kutambua, na wakati mwingine mambo mengine hautayajua, watajua kizazi chako. Kuna watu mnatembelea neema, lakini si neema ya gharama mliolipa ninyi. Ni gharama ya Yesu Kristo, lakini kwa namna ambavyo Mungu anajishughulisha kwenye maisha yenu, namna anavyojishughulisha, anajishughulisha hata kwa kizazi na kizazi na kizazi. So unakuta uaminifu wako wa sasa, unaweza usione Mungu anavyohusika na maisha yako. Kumbe anamlinda mtoto wako kwenye kizazi hiki cha ulawiti, ushoga, anamuhifadhi abaki piwa kwa ajili ya zama zijazo. Maana kizazi kinachofuata kiko katika hatihati kubwa kuliko kinachopita. Na ndio maana challenge kubwa na mpango mkakati wa adui ni kuathiri maandalizi ya kizazi kinachofuata. Hiko hekima alitoa Suleiman katika Mhubiri. Anasema, nikitazama kazi yangu nimeifanya kwa namna ya hekima na ya ustadi, lakini najiuliza, afuataye baada ya mimi atakuwa na hekima kama mimi? Na Suleiman anaendelea kusema, na sina budi kumwachia ajaye. Haujawahi kusikia mzazi umetafuta mali, umehaso, umehangaikia watoto, siku nalala, baada ya mwezi mmoja viwanja vyote vinapigwa bei? Kizazi kinachofuata. So mtumikie Mungu kutokea kwenye ufahamu sahihi, ukijua sio wewe tu utakayenufaika, unatengeneza madhabahu imara kwa ajili ya uzao wako. So bidii
bidii yako isikutume kwamba Bwana atanifanikisha kwenye kazi. Yaani umuone Mungu zaidi ya kufanikishwa kwenye kazi, umuone Mungu zaidi ya kupatia chakula, umuone Mungu kama wa kivizazi na wa milele. Hapo ndo utaweza kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Sio unamtumikia kama vile unabeti naye, au unamwabudu kama vile unabeti. Akinifanikisha hili sasa ninipe nikupe. Yaani Mungu vyote amekwisha achilia. So unabidi umtumikie kutoka kwenye moyo wa upendo, ukijua kwamba kama ulivyopewa utambulisho wa kuitwa mwanae, wewe ni mrithi pamoja na Baba. Ila ulichokikosa ni unahitaji kukua katika kumjua baba yako. Maana nasema mtoto awapo, yani mrithi awapo mtoto, mali zake na haki yake inawekwa chini ya usimamizi, steward. Atakapokuwa akapata sifa ya kuitwa mwana. Kuitwa mwana sio miaka. Kuitwa mwana ni kutokea kwenye ufahamu wa kumjua baba yako kwenye mambo ya ufalme. So umeokoka una miaka 3, mwingine ana 17, anaweza akawa na 17 kanisani lakini ni mtoto. Hamjui, yani hajui haki zake, hajui baba yake anamiliki nini, hajui limpasalo kufanya ndani ya ufalme wa baba yake. So ni mtoto mwenye miaka mingi. Hiyo ni hatari. Zinapoletwa semina hizi zimelenga kutuhamisha kutoka kwenye utambulisho wa kuitwa watoto tuwe wana warithi pamoja na baba, ili tusiwe watu wa kuburuzwa kwa namna ile na kila aina ya upepo wa mafundisho, upepo wa changamoto, upepo wa vitisho. Tunaimarika kwa sababu tumekuwa wana. Ndio maana lazima tukue katika kumjua. Uwe mwana wa Mungu, urithi pamoja na baba. So zile baraka zitakuwa fungu lako kwa sababu tayari wewe ni mrithi na umejitambua. Umemjua baba yako, umejua haki zako. Usipojua haki zako ni rahisi sana kutapeliwa. Mimi sio mdau kabisa wa kusema utumishi wa wengine. Lakini hadi mtu anatapeliwa katika imani sio sahihi, ni matokeo makubwa sana ya uchanga wa kiroho. Sio kingine. Haya mengine sijui anapumbazwa, uchawi amerogwa, akili yapo, lakini matokeo ya kwanza ni uchanga wa kiroho. Utakapokuwa katika kumjua Kristo, na kuambia hata kama hauna vitu vingi vya kutisha, utajisimamia wakati wote. Na ndicho Mungu anachokihitaji, kumuelewa. Yesu atusaidie tena. Haleluya kwa Bwana. Yeah. So tuendelee sasa. Habakuki akaonyeshwa nini? Njozi. Ambao njozi inatoa tafasiri ya mambo yanayoendelea, kwa maana ya lugha ya Mungu ya mambo yasiyoonekana kuhusu mambo yanayoonekana, kwa maana ya upande wa pili wa Mungu unaoeleza mambo yanayoendelea upande wa kwanza kwenye mazingira. Alivyoonyeshwa ile njozi, ukisoma ule mstari wa 2, sura ya 2, mstari wa 4 na wa 20. Nianze na wa 4. Mungu anaifungua njozi kwa ukamilifu wake kwa Habakuki. Anamuonesha mpango wake mkubwa na hitimisho litakuwaje baada ya mambo aliyoonyeshwa. Ukisoma mstari wa 4 inasomeka hivi. Habakuki 2:4 inasomeka hivi: tazama, roho yake ujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Taratibu utanielewa. So anajaribu kuonesha taifa ovu la Wakaldayo linafanya nini? Linajivuna kwa jinsi ambavyo linawatumikisha taifa la nini? La Mungu. Lakini pia halina unyofu ndani yake. Sasa Mungu
hazungumzii sana habari ya namna wanavyotumikishwa na taifa ovu linavyojivuna, ila Mungu anazungumzia upande wa pili kwamba wanangu, pamoja na yote mnayoyaona yanaendelea, mbona mmejisahau? Ninyi yawapasa muishi kwa imani, sio kwa yanayoonekana. Yaani ukinielewa hapa, Mungu atakuwa amekusaidia sana. Kumbuka Habakuki alikuwa anaeleza mambo yanayofanya nini? Yanayoendelea na yanaonekana. Mungu anayahamisha macho yake. Anasema ni kweli, najua kuna taifa linaitwa Wakaldayo wameinuka. Na wanafanya nini? Wanawatumikisha. Lakini Habakuki mwenye haki wangu ameandikiwa kuishi kwa imani. Imani yenu iko wapi? Mbona yanayoendelea yamewatia hofu? So anajaribu kufunua na kuwarudisha kwenye utambulisho wao wa namna ya maisha yanayotakiwa kwao. Maisha tunayotakiwa kuishi ni maisha ya imani, si maisha ya kutazama mazingira kupata tafasiri ya maisha. Tunaitazama imani, ambayo imani chanzo chake ni kusikia neno la Kristo. So tafasiri sahihi ya maisha yetu imejengwa katika neno la Kristo, ikazalisha imani, na kwa imani hiyo tunaishi. So ukiondoa imani una maisha wewe uliyeamini. Una maisha. Na ukitaka kuona maisha ni magumu, jiondoe kwenye imani. Kwa sababu utaanza kuishi kwa kuona, utaanza kubatisha, utaanza kupabaika, utaanza kuteseka. Ashukuriwe Mungu atupae kuishi kwa imani kwa njia ya neno lake analolifunua, analotujenga kwalo, ili tudumu katika kumwamini, na katika wakati wote, hata kama ni misukosuko na changamoto, bado anatufariji kwa neno lake. Tofauti na watu ambao wako nje kule, hawaishi kwa imani. So kama hawaishi kwa imani, wanaishi kwa ajili yao wenyewe, kwa nguvu zao, kwa akili zao, ambao mwisho wa siku zinafeli. Wewe haufeli kwa sababu kuna neno linakutiaga moyo. Na ndio maana hata ukiumwa unakumbuka kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Unajiombea kwa imani hata kama hujui kuomba vizuri, na unapona kweli. Mwenzake hajui kama kuna na mtu alipigwa yeye akapona, so anabidi akimbilie kwa mganga, yani bila kuuliza. Maisha ya imani ni maisha ya uhakika. Imani katika Kristo Yesu iliyojengwa katika neno la Mungu. Na hiyo ndio inabidi iwe dira yetu na ujasiri wetu. So akawakumbusha hao watu, kwa sababu watu walikuwa wametoka kuama kuishi kwa imani, sasa wanaishi kwa kuangalia mazingira. Hali ni mbaya, biashara haziendi. Ni kweli haziendi, lakini usisahau wewe unaishi kwa imani, sio kwa biashara kwenda. Sio kwa biashara kwenda. Nikiwa mwaka wa pili, ni mwaka wa pili nifanya jambo moja, lakini na mwaka huu wa mwisho nikamwambia Mungu ninamaliza. Si kwamba nina hofu ya maisha itakuwaje na vitu kama hivyo, lakini nahitaji nijiongezee imani. Sasa si mnajua hizi habari za mikopo Yaani mikopo hii mtanielewa vizuri. Mikopo hii yani inavyoingia, yani inakufanya usiporuhusu kuishi kwa imani, unaweza ukakaa unasubiria hivi unaingia lini. Na zikiingia zile hela za kujikimu, zikiisha kama uishi kwa imani, unaanza kuishi kwa wasiwasi. Sasa mimi nikamwambia Mungu siko tayari kuishi haya maisha. Tangu mapema sana, mimi toka mwaka wa kwanza semester ya pili nilianza kupangisha. Nikasema sitaki kuishi kwa mkopo. Yaani kwa ile hela ya kujikimu, macho yangu yajikite pale. Yaani kasipoingia siwezi kuishi. Nikasema hapana. So nilichokuwa nafanya na ambacho nimeendelea kukifanya, na mwaka huu wa 4 nikafanya zaidi. Ilivyoingia tu hivi, kanisa langu la kijijini kabisa, kijijini kwa baba yangu wa kiroho aliyenibatiza, ni kanisa la kijijini kweli, na miundombinu nyingi miundombinu tofauti haijafika, lakini umeme umefika. Roho Mtakatifu akaniambia, Mwemes, nusu ya hela ile ebu kavute maji ulete mpaka kanisani. Kiukweli ilinigharimu hela zaidi ya hiyo nusu. Uwasiliana nao, nenda wapi, nini, kusainisha vitu kama hivyo, mpaka nikavuta yale maji pale kanisani. Maji, idara ya maji kabisa.
Nilivyomaliza kuvuta yale maji, kumbuka nimeshafyeka nusu nzima, iliyokuwa imebakia nikalipa kodi, ikaisha. Ilivyomaliza kuisha, nikasema sasa naendelea na maisha yangu ya imani. Yani hayo ni maisha. Yani sikwambii kwamba tukio kwamba ni yani ni muendelezo. Nilivyomaliza hiyo hatua mtu wa kwanza akaja, alikuja analia, tumishi, nimejizuia vya kutosha. Namsikiliza, umejizuia wapi? Akaeleza, akasema nimejizuia, yani hii hela kila napotaka kuitumia ninazuiliwa nisitumie, nilete kwako. Nikasema hapa hajaniambia ni kiasi gani. Sasa na mimi Mungu amenisaidia, sishtuki. Sishtuki kabisa. Sishtuki. Na wewe usishtuke, usiwahi kushtuka. Ukiwahi kushtuka utafunua uhalisia wako, yani utamuonesha kwamba una shida. So hata niwe na shida sishtuki. Nikasema so Mungu amekuelekezaje? Akaniambia nikamsikiliza. Baadaye nikasema hamna shida, basi tuombe. Nikaomba, baadaye akaniachia ile bahasha. Na kuja kuangalia kwenye bahasha, ndani yake kuna 200,000. Unajua ni rahisi sana ukipewa 10,000. Ni rahisi sana. Unajua ni rahisi sana mtu kukupa 1,000, lakini sio rahisi sana mtu kukupa 100,000. Sio rahisi sana, tusidanganyike. Sasa ukiona mtu ameamriwa kuleta 200,000, ujue kwamba kweli kuna neno la Bwana limemuamuru likalazimisha imani yake atii. Sasa sikia, usifurahie kwamba nimepata 200,000 hapo. Roho Mtakatifu akaniambia hapo nusu maisha ya imani yanamtaka mtu awe na utii endelevu. Yani ukitaka uyafurahie maisha ya imani, usitii leo ukaona matokeo afu kesho tena unataka kumkwepa Mungu akikuelekeza kufanya kitu. Utayafurahia. Yale ni utii endelevu. Na kadiri unavyotii kwa kuendelea, anakutengenezea maisha fulani hivi ya utoshelevu. Uwezi. Kwa sababu kwa kadiri ya uhitaji wako anakujaza. Na kwa kadiri unapokuwa na tatizo unahitaji, ndo anaingilia kati. Hadi unashangaa, nilikuwa limeenda na hela sina tena. Ikija lingine limeenda. Nilikuwa sina hela ya mafuta, mara amekuja ameingia mafuta, imeisha hiyo. Una ya ziada hata ya pipi, lakini ndo tatizo limeisha. Kwa sababu Mungu ni wajabu. So pale naichukua ile bahasha chukua ile bahasha, naanza kuifungua. Roho Mtakatifu, sijajua kiasi, ambia nusu yake umtumie fulani. Kwa sababu unajua Mungu akisema, hata kama ukijifanya uelewi, unaweza ukasugua sikio kama vile unajiengesha, ndo amesema tu, unabidi utii. Watu wengi, yani kwenye mambo ya namna hiyo ya baraka, watu wengi wanataka kujisaulisha, yani anaitafuta sauti ya Mungu kwa lugha nyingine. Ni ile kama ambavyo alikuambiaga utoe 1,000 ya vocha kwa rafiki, ndivyo anavyokuongoza utoe 10,000. Pale nilivyomaliza kukuta na 200,000, nikachukua 100,000 moja kwa moja nikaituma. Iliyobaki akaniambia ifanya hivi, ikaisha hapo. Na chakula sijanunua, ikaisha, lakini matumizi yake ni sahihi. Fungu la 10 nimetoa, nusu nimepeleka kule, na nyingine nikafanya kitu kingine. Kesho yake mimi Mungu amenisaidia maisha yangu yote ya kusoma tangu nikiwa diploma. Mimi wanafunzi kuniletea vyakula, mtu kuninunulia suti, vilikuwa ni vitu vya kawaida. So yani ukisikia ikiita samani mtumishi naweza nikaja hapo, unakuta amekuja na kamfuko ka sukari. Kumbe anapokuja na kamfuko ka sukari, yeye anaona ameleta sukari, kumbe kiukweli nimeishiwa sukari. Ni Bwana. Ni Bwana. Kuna mtu mmoja hapa anabidi aanze kuishi maisha ya imani, amfurahie Bwana. Sio maisha fulani hivi unakaa kwenye hofu kama vile hauna. Yani Mungu ni Baba. Tunachokitaji ni kumuelewa. So nashangaa nakuja pale, amebebelea ndani kama kilo 5 hivi za mchele. Afa niambia namshukuru Mungu, matokeo yangu yametoka, kwa kweli amenisaidia, nimepanda kidogo. Nikasema jina la Bwana ibarikiwe. Nikamshukuru Mungu, ameleta mchele. Kiukweli sina mchele. Au jakaa sawa, anakuja mwingine tray ya mayai. Ndio hivyo unatoka. Yani haupungukiwi,
hauchakai. Nani wa kutukana? Na ukiniomba hela ninakupa, kwa sababu unapoiomba Bwana naitengenezea mazingira, inakuja nakupa, alafu naona nina hela. Yaani kumuelewa Mungu na lugha yake. Kama kanisa tutaufurahia wokovu. Wokovu unakuwa ni kashikashi, yani kama vile, kwa sababu hatumuelewi Mungu vizuri. Ila Mungu anajitosheleza. Mungu hahitaji kusaidiwa, bali ndiye anayetusaidia. Ila ni sisi kujiweka katika mstari. Hali ya mioyo yetu, namna gani tunavyojidhabihu, namna gani tunavyokuwa tayari kwa ajili ya mambo ya ufalme. Moja kwa moja, yani hakuna kinachozuiliwa hapo. Nakuambia mtu wa Mungu. Sasa anawakumbusha kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani. So kutokea hapo tunaona Mungu anakarabati mtazamo wa Habakuki. Anataka ajue ya kwamba mtindo wa maisha ya mwenye haki sio kwa njia ya yanayoonekana, bali ni imani. Yani kuwa na uhakika na Mungu. Usimtie Mungu hofu, yani usiingie kwenye doubt juu ya Mungu wako. Usiwe na hofu juu ya Mungu. Bila kujali inaonekana amechelewa, inaonekana hajajibu, inaonekana amekaa kimya, usiwe na doubt. Yuko kazini. Elewa tu lugha. Na pata neno la Bwana la wakati, litakufariji. Litakufariji na utatulia. So nilikuwa nawapa ushuhuda nikasema, wakati ndugu zangu wengi wanahofia, kweli atamaliza. Wengine wakawa wananiambia, unaonaje? Si umemaliza diploma yako bwana, wewe ni technician. Nenda tu hata usome mambo ya uchungaji. Moja kwa moja ufanye nini? Uingie kwenye uchungaji. Kasema hawa watu ni kama vile kuna hekima, unaiona? Hivi niambie, nisingeielewa lugha ya Mungu. Nimekuwa mwenyekiti wa fellowship pale Musti miaka 2. Nimekuwa mwenyekiti wa mkoa. Nimekuwa mchungaji kwenye hilo kanisa nalolisimamia. Lakini nimekuwa mwinjilisti kwenye kanisa langu nalolelewa. Nisingemtii Mungu nikasema hamna haja degree, ningekuwa hapa leo. Kwa sababu mimi nimekuja hapa kwa matokeo, mimi nilikuwa mwenyekiti. So tumekuja na kazi, ndio maana nimeitwa mara nyingine. So unaona ambavyo ningekatisha safari hayo yote. Ni hatari sana usipoielewa lugha ya Mungu. Unaweza ukazuilia utukufu mkubwa wa maisha yako. Ukizani unawahi, au wakati mwingine ukizani umechelewa, kumbe haujaielewa lugha yake. Mungu utenda vitu vyake na ufanya mambo yake kwa wakati na majira yaliyokusudiwa. Usiwe na papala wala usiwe na wasiwasi, ila muamini na hakikisha una neno lake kuhusu jambo hilo. Afu kushike hilo neno, liamini. Lazima litatokea, kwa sababu Mungu analiangalia neno lake. Yeremia 1:12. Mungu analiangalia neno lake apate kufanya nini? Kulitimiza. So Mungu hatishwi na wingi wa maneno ya watu. Yani hata watu wangeamka asubuhi mpaka jioni, tuone kama atatoboa, tuone. Wewe ukasimama na neno la Mungu kwa habari ya kufanikiwa kwako, Mungu hataangalia wingi wa maneno ya wanadamu yasiyotokana kwenye ahadi yake. Mungu anasema uitukuza ahadi yake kuliko hata jina lake. Ahadi ya Mungu ni kubwa sana kwenye maisha yako. So unahitaji kuwa na ujasiri, mwana wa Mungu, sio wa kawaida. Uiamini ahadi ya Mungu kuliko maneno ya wanadamu. Uiamini ahadi ya Mungu kuliko mabadiliko ya kimazingira kwenye uchumi. Uiamini. Ameahidi, nitabarikiwa niingie hapa na nitokapo. Ameahidi, nitabarikiwa mjini na mashambani. Kuku zangu wamekufa mara ya kwanza, ahadi ya Bwana iko pale pale. Maongeo ya mifugo yangu yataongezeka. Natangaza kwa raundi nyingine, hawafi hawa kuku kwa jina la Yesu. Mimi natembea kwenye ahadi ya Bwana. Natangaza kwa jina la Yesu, mimi sitaporomoka na kurudi chini. Maana mimi ndo nimekusudiwa kupitia utajiri wangu, kupitia utajiri wa mataifa utaniwasilia mimi. Watanitumikia mimi, watu wa kabila nisiolijua na lugha nisiofahamu. Bwana atawaamuru waje kunitumikia. Ninawaamuru toka mashariki, ninawaamuru toka magharibi. Waliokusudiwa kufanikisha biashara na maono yangu, ninawaamuru popote walipo, njoo kwa jina la Yesu. Mwezi wa 3 tarehe 22 nilikuwa na ratiba ya ibada ambayo Roho Mtakatifu alimwekea mzigo sana. Ibada ya mabinti vyuo vyote vya Mbeya. Na ilikuwa nabidi nisafiri nao kwenda mlima mmoja unaitwa Roleza.
niwafundishe, alafu tufanye nini? Tuombe. Kiukweli ile ibada ilikuwa ina vita. Alafu Roho Mtakatifu akaniambia, mambo usitangaze mchango wote. Wewe wahamasishe watu na waambie theme kwa ujumbe wote aliokuwa amenipa. Pita kwenye view, achilia matangazo. Alafu weka utaratibu wa usafiri na nini? Mimi nitafanya. Na mimi nikatii. Hasa nimekuwa nikitii namna hiyo na Mungu akitokea. So nikaanza na nikamuomba Mungu, nikasema Mungu nipe watu washirikishwaji maono ambao nikiwashirikisha tu haya maono watayaelewa na wataenda na mimi. So kwa sababu inawahusu mabinti, nikatafuta washirikishaji maono mabinti wengine, lakini pia nikapata vijana wangu wachache ambao kitokea watu wamechoka kupanda mlima, basi watawasaidia hawa mabinti kufanya nini? Kufika juu. Tarehe 22 nikapita kila chuo nachokijua cha Mbeya. Nikapita, nikatangaza kama utani, wengine wananipokea kwa dharau na nini. Mimi sijali, mimi natangaza. Hivyo maliza kutangaza, nakumbuka nikatangaza na kwenye status zangu, alafu nikaanza kujiandaa. Sina hela ya usafiri kabisa, lakini nina neno la Bwana. Nikwambia hivi, ukiwa na neno la Bwana, mtumishi wa Mungu, usipoteze ujasiri wako. Neno la Bwana litazileta hizo hela, litaleta asilimali. Kwanza neno la Bwana ndio raw material, yani ndo malighafi. So products moja kwa moja itatokea tu. Si malighafi hapo. Lazima bidhaa itoke. So mimi nina neno la Bwana, Mungu amesema niende. Siku ilivyofika, siku 2 kabla, nikaanza kupigiwa simu, sina post kwenye status. Mtumishi wa Mungu, samani, yani nimeguswa kuwezesha hii ibada. Nikasema sijaweka pale kuchangia, umeguswa kibinafsi. Ndio mtumishi. Hela inaanza kuingia. Iliingia hela. Nilipanda mlimani na mabinti walikuwa 84 kutoka vyuo vya Mbeya. Na nilikuwa pia na rafiki yangu Pastor Thomas. Na Mungu ni mwaminifu, tulifundisha na watu wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu na kuwekwa huru na wakatiwa nguvu. Cha ajabu, niliwasafirisha, tukapanda mlimani, tukashuka. Tulivyoshuka, Mungu akaamua kutushangaza, kudhibitisha kwamba nimetii neno lake. Wakati tunajiandaa kushuka, nilipigiwa simu toka chuoni. Kijana mmoja ananiuliza, samani mtumishi wa Mungu, mko wangapi huko mliopanda mlimani? Nikasema tuko 84. Akasema asante sana, akakata simu. Baadaye akapiga simu, tumeanza kusafiri. Akasema ninaomba mnapokuja mpitie kanisa fulani, mshuke hapo kwanza. Tukafanya hivyo. Tunashuka, tunakutana na surprise. Yani watu wameandaa kifungua kinywa. Kumbuka tulienda siku nzima. Wamepika uji wa ulezi, wameweka pale mandazi, wameweka pale mikate. Watu nisiowafahamu. Hadi leo hii nilitamka tu baraka siwajui. Kila mmoja anasema ni Bwana, ni Bwana. Na mimi nikasema muache awe Bwana, sitaki kuwajua. Ukiwa na neno la Mungu, chukua hatua. Acha kuangalia mazingira. Si neno nalo? Neno ndo raw material yenyewe sasa. Kikubwa uhakikishe kwamba ikiwa Bwana amesema, hawezi akaliangusha neno lake. Kwa sababu mwisho wa siku analiangalia neno lake. Analifuatilia neno lake. So tie moyo unayenisikiliza. Ikiwa una neno la Bwana, ujasiri ni fungu lako katika jina la Yesu. Simama na neno la Bwana. Simama na neno la Bwana. Kuna wakati mwingine mimi nilikuwa napitia changamoto za kielimu na nini. Ninarudi kwenye neno la Bwana, namwambia Mungu, ulisema nitasoma hadi kwenye level hii nitafika, ni kweli. Na uliniahidi sitafeli wala kuishia njiani. Narudi kwenye hilo neno hilo, narejea. Nina notebook zangu za 2018, 19. Huwa narejea, namwambia Mungu, neno hili uliliandika, na niliandika nikaandika confirmed. Kwa nini napitia changamoto? Mungu, tokea neno hili liwe halisi. Neno la Mungu ni hai. So inapotokea panatokea vitu vya kutaka kudhoofisha, vitu vya kutaka kuua, hebu litie neno la Bwana tena. Litie neno la Bwana kwa sababu ni hai, linauisha kwa jina la Yesu. Unaona mambo yako yanataka kufa, rejea kwenye neno la Bwana. Alafu utamke sawa sawa neno la Bwana. Utamke sawa sawa na ahadi ya Bwana. Moja kwa moja utaona inaanza kuuishwa. Kuuishwa kabisa. Neno la Bwana. Unahitaji kumwelewa Mungu. So Habakuki alihamishwa. Yale Habakuki aliyokuwa analalamikia kwenye sura ya kwanza,
mambo ya udhalimu, mambo ya mashindano, mambo ya mifumo ya kiuongozi. Kiukweli yalikuwa ni mambo ambayo yanaendelea katika namna ya mwili, namna ya mazingira yanayoonekana. Ila njozi ilifunua fumbo la Mungu juu ya kinachoendelea na liwapasalo kufanya kama watu wa Mungu, ambao liwapasalo ni nini? Kuishi kwa imani. Yaani kuishi katika neno lake. So ile njozi moja kwa moja inafunua kuonesha kwamba Mungu hayuko likizo wala hajalala. Yupo ndani ya hekalu lake. Yupo katika maisha yetu. So taswira hii inaonesha ya kwamba baada ya hayo yote, ile vurugu na yale mapigano na yale mambo ambayo Habakuki alikuwa anayaona, kumbe pamoja na hayo yote Bwana alikuwepo. Yaani, na ndio maana kwenye sura ya pili hiyo mstari wa 20 anasema anazungumzia kwa habari ya kwamba Bwana yuko hekaluni mwake, dunia yote na inyamaze kimya. Unaanza kushangaa, kumbe haya yote nayapitia, kumbe mzee yupo. Mzee hajalala. Mzee wa siku yuko kazini. Haleluya! Na kesho tunapoadhimisha kwa habari ya ufufuko na ushindi wake, ndivyo tunavyotangaza aliyokufa fufuka tena. Mzee yuko hai, hayuko kaburini. Haleluya! Kesho lazima tutangaze, kwa sababu ambacho kingeonesha inferiority, yani udhaifu wetu, ni kama mzee asingefufuka. Sasa mzee ishafufuka, yu hai tena, yu hai leo, yu hai siku zote. Sasa ni kipi kinaruhusiwa kuendelea kufa? Amefufuka. Lazima yafufuke. So katika siku ya pili ninapoelekea ukingoni, nipende kusema hivi kwamba Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu, dunia na inyamaze kimya. Sasa Bwana anazungumzia kwa habari ya dunia inyamaze kimya, kwa habari taifa la Israeli na mambo yaliyokuwa yanaendelea. Sio, unaelewa? Yaani ile wasiwasi off inyamaze kimya. Bwana yuko hekaluni. Maneno yao, vitisho vyao na vinyamazishwe kimya. Bwana yuko hekaluni. Asala hiyo iliyokutia hofu, iliyokutia wasiwasi, na nyamaze kimya. Bwana yuko kwenye huo mpango katika jina la Yesu. Ni magonjwa, ni udhaifu, na unyamaze kimya. Bwana yuko katika hekalu lake takatifu. Simama kwa miguu yako. Nataka tu yasemeshe hayo ambayo yalikuwa yametufanya sisi tunyamaze kimya. Jioni ya leo wewe uyanyamazishe kimya, kwa sababu mwana wa Mungu yu hai. Praise, karibu muabudishi. Natamani tuabudu, na katika uwepo wa Mungu mmoja mmoja, kila mmoja kwa nafasi yake, uanze kuyasemesha. Ni taarifa uliopewa, ni kesi mahakamani imekufanya umekuwa kimya. Isemeshe leo, Bwana yuko hekaluni. Nyamaza kimya iwe kesi. Nyamaza kimya iwe ugonjwa, huna mamlaka tena. Nyamaza kimya iwe taarifa mbaya. Nyamaza kimya uporomoko wa kiuchumi. Yes. Andaa moyo wako, ukianza kutafakari ni yapi yamekunyamazisha kimya. Unajikuta hutaki kuomba tena. Ni nini kimekunyamazisha kimya? Unajikuta huwezi kufunga tena. Ni kipi kimekunyamazisha kimya? Unajikuta huwezi kueleza habari za Bwana Yesu tena kwa wengine.